naitwa Robert Emmanuel, ni meneja wa planti ya Karoli inayopatikana katika kijiji cha Mwamakiriga, wilaya ya Nyang'hwale, mkoa wa Geita. Hii planti tunajishughulisha na uchenjuaji wa dhahabu, na hapa ni mojawapo ya kiwanda ambacho kinahusika kuchenjua dhahabu. Na pia kwenye planti yetu hii tuna planti 3, ambao kuna maabara ya kwanza ina tanki 8, maabara ya pili ina tanki 6, na maabara ya 3 na penyewe ya tanki 6. Naona hii process tunayoifanya hapa ni kwa ajili ya kuchenjua dhahabu, ambayo wachimbaji wanatoka kule mlimani wanakuja kusaga mawe yao, na baada ya hapo wanatuletea unga kwa ajili ya kuchenjua dhahabu yao. Na baada ya hapo, baada ya kumaliza kuchenjua dhahabu, huwa kuna process zingine ambazo huwa zinaendelea mbele ya safari. Naona sasa katika plant yetu hii tuna pia katika hii plant huwa tuna shughuli ya uchimbaji wa madini. Moja wapo ya sehemu ambayo tunachimba madini ni Jundu, Mwamakiriga na Igalula. Hizo sehemu zote 3 tunachimba dhahabu. Sasa baada ya uchimbaji pale, huwa kuna sehemu tunapeleka mawe yetu kwa ajili ya kwenda kusaga. Tumeusaga kule Mwaloni, tunauleta hapa kwenye plant hii, tunapakia kwenye matenki kama haya. Baada ya kupakia, huwa kuna process ambazo huwa zinafanyika. Process ya kwanza huwa ni leach. Naona sasa tuna leach haya matenki kwa mfumo wa namna hii. Tunaanza kwanza tunapandisha kule maji kwenye sim tank zile za juu. Hizo baadaye hayo maji huwa yana dawa. Yanachanganya madawa, makemiko mbalimbali kwa ajili ya kuozesha huu udongo, ili tutoe dhahabu yetu leo kwenye udongo huu. Na process inayofanyika hapo ni namna ya kuleach. Tuna leach kwa kufungulia hizi koki. Na tukifungulia hizi koki, huwa maji yanatoka. Na maji hayo yakitoka huwa yana sumu kwa ajili ya kufyonza ile dhahabu ambayo ipo kwenye huu udongo. Sasa baada hapo ya kufyonza, kule kwenye maabara zetu kule chini kuna maabara 3. Huwa kuna sehemu tunatega vitu maalum kwa ajili ya kunasa zile dhahabu. Na dhahabu huwezi kuiona kwa macho, huwa inapitia kwenye yale maji ambayo yanatoka huko yana sumu. Kuna pipe pale kwa chini ambazo zinateremsha hayo maji kule. Hayo maji yenyewe yana sumu na pia yanabeba dhahabu. Na kwenye maabara zetu mle huwa tunatega kitu kinaitwa carbon. Carbon ni kitu kidogo sana ambacho kazi yake ni kushika ile dhahabu. Na carbon huwa tunaifananisha kwa kiasilia, tunaifananisha kama vile sumaku. Maana ile sumaku yenyewe hata kama kuna tuchembe kidogo twa chuma, hata kama tukiwa kwenye mchanga, ukiweka ile sumaku lazima itunase. Sasa ile carbon ndio huwa tunaifananisha na hiyo sumaku. Na kazi ya hiyo carbon ni kunasa ile dhahabu ambayo inapitia kwenye mfumo wa maji ambayo yanatoka kwenye haya matenki. Okay. Sasa tukimaliza pale, huwa kuna process zingine sasa ambazo huwa zinaendelea kwenye level ile ya juu. Hiyo level ya juu sisi bado hatujaitengeneza mahali hapa. Okay. Kwa mfano huwa kuna erosion kule na Geita na Makono na Victoria. Process hii ambayo huwa tunaifanya sisi, wito wangu kwa wachimbaji, napenda kuwakaribisha katika process hii ya uchenjuaji wa dhahabu. Kwanza kabisa, plant yetu hii ina ulinzi wa kutosha. Yaani mahitaji yote yanapatikana hapa kwa gharama nafuu kabisa. Na ukileta hapa mzigo wako ni uhakika wa 100% ulinzi. Ulinzi ni masaa 24 ya asubuhi, mchana na usiku. Pia napenda kuwakaribisha sana watu kutoka pande zote za Tanzania kwa ajili ya kuja kufanya process hii ya uchenjuaji wa dhahabu katika plant ya Lucas Karoli. Asante sana.